sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi hiyo. Kamati ya utendaji ya Yanga imeitaka bodi ya ligi kuipa klabu hiyo haki yake ya ushindi kama inavyoelekezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Katika hatua nyingine, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. It means mchezo wao wa Simba dhidi ya Simba. Vile vile, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu nchini chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo klabu hiyo imeiomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Msimamo wa Young African uko kama hivyo, kwamba wao hawatacheza tena mechi hata kama itapangiwa tarehe. Lakini pia wao hawata na kusemaje, lakini pia wanataka kamati ya bodi ya ligi ivunjwe, ili kwamba wapatikane watu sahihi. Kwamba waliopo sasa hivi ili limekaaje. Nadhani bado wao wanaendelea kusimamia msimamo ambao walianza nao, kwa sababu baada ya taarifa ya Simba kutoka, lakini bodi ya ligi ile ya mapema kutoka kwamba mchezo utabaki kwa pale pale, Young Africans nao pia walikuja kuandika chapisho lao ya kwamba wao mchezo uko pale pale na hawatakuwa tayari kwa ajili ya mchezo mwingine. Nadhani hicho ambacho wanaendelea kukiandika ama kuendelea kukisisitiza ni namna ambavyo wao wanatamani kubakia kwenye msimamo wao, ya kwamba kwenye hili ambalo limetokea bado wao hawahusiki, lakini hawataki kuhusishwa na kuwa sababu ya kuahirishwa kwa mchezo. Ndio maana unaona muhimili wao wa kwamba pengine kama kutakuwa na upangaji wa tarehe nyingine, wao hawatakuwa tayari kwa msimu huu. Kitu ambacho ndio kinatupa ugumu pia kuweza kuona jinsi gani ambavyo pengine kunaenda kuwa na ugumu kwenye hili hapa. Ni busara itatumika ama itakuwa ni sababu ya kumlima mtu point ama kuweza kumwadhibu mtu moja kwa moja. Ni dhahiri ya kwamba kama Yanga hawataweza kubadilisha mawazo yao ama mtizamo wao huu ambao wameweza kuenda nao, ya kwamba wao hawatakuwa tayari kwa ajili ya mchezo. Chukulia TFF ama bodi ya ligi wakaja wakatoa ratiba ya kwamba mchezo utachezwa siku fulani, alafu ikatokea Yanga bado wakabaki na msimamo kama huu na kwamba hawatoenda uwanjani. Unafikiri nini ambacho kitatokea? Sofa ni kwamba Simba sidhani kama anaweza kakataa tena. Nadhani Simba anaweza kaenda kulingana na hali ilivyo, na moja kwa moja hapo unaona pengine mtu anaenda kunufaika, kwa sababu sina uhakika kama Yanga ataweza kwenda. Zaidi tu ni busara kama itatumika wao kuamua kwenda uwanjani, na pengine kama hapa katikati nini kinaendelea, kwa sababu bodi ya ligi wamesema kwamba taarifa ambayo walikuwa wanaenda nayo isingeweza kutoka kwa uharaka ama kwa wakati. Ndio maana wanapisha uchunguzi uendelee kufanya nini? Uendelee kufanyika. Kwa maana kwamba maamuzi ambayo yataweza kutoka hapa katikati ndio yataweza kutoa taswira halisi ya kwamba yupi anaadhibiwa na anaadhibiwa vipi, na pengine kuelekea mchezo ambao unafuata. Nadhani vitu viwili ambao wao wanavisimamia hapa ni kuweza kubaini yupi ambaye alikuwa changamoto ama yupi ambaye alikuwa sosi ya hili, lakini pia issue nyingine ni kwenye tarehe ya mchezo kuweza kuchezwa. Kwa nadhani hichi ambacho Yanga wanakifanya ni kuelekea
kwenye mchezo mwingine ama kuona jinsi gani ambavyo wanausimamia huu msimamo wao, na pindi ambavyo watakuwa wanaendelea kupata taarifa kamili kutoka kwa bodi ya ligi nini ambacho kitaweza kufuata. Lakini kwa haraka unaona bado Yanga wamesimamia kwenye muhimili wao, msimamo wao. Lakini bado ukijaribu kuangalia pia kwenye uhalisia namna ambavyo mambo yatakuwaje siku za mbeleni, ni busara itatumika baada ya maamuzi kutoka, ama ugumu utaendelea hivi. Na ukiona kama utaendelea hivi ni dhahiri ya kwamba tayari kuna mtu anaweza kaja kanufaika na mwingine akaingia kwenye mabano tena, kitu ambacho bado hakitaendelea kuweka usalama zaidi wa fair play kwa wapi kulingana na namna ambavyo hali ilivyo, kwa sababu tunajua faida ya fair play na maamuzi ya watu ambao wanasimamia kwenye eneo husika, kusudi kwamba kuweze kuwepo na fair play. Haijalishi changamoto inatokeaje, ni vipi ambavyo jambo linatatuliwa, kusudi kwamba usiruhusu mambo mengine yaendelee kuendelea kwa staili kama hiyo. Kwa mimi naamini Yanga bado wanasimamia kwenye msimamo wao, lakini zaidi ya yote watakuwa wapo makini sana kuweza kupata taarifa kamili ya kile ambacho bodi ya ligi wamepisha, pengine kwa uchunguzi, lakini kwa wao kupata uhakika wale ambao waliweza kuchukia ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kumalizana nalo. Haya, mambo ni hayo kwa upande huo. Tutarudi tupate nafasi ya kusikiliza news update, then tunarejea kwa ajili ya kuzungumza zaidi. Tutakuja kuangazia mambo mengine, mambo ya dabi hayo sasa sisi tunaachana nayo. Wote wapo watu watatu kwenye eneo moja. Yupo Prince Mpumelelo Dube, Charles Ahoua pamoja na Clement Mzize. Wao wana mabao 10. Lakini yeye kinachombeba Dube ni kwamba ana assist, amechangia mabao 7 kufungwa. Kwa jumla yana 17 mpaka sasa. Lakini ambao wapo kwenye 16 nadhani ni akina Charles Ahoua, wale ndio ambao wanamfukuzia. Ukija 13 akina Paco Mzuzwa, 12 akina Stefan Ziziki. Kwa nadhani kwenye issue ya ufungaji bora, lakini mchango mkubwa wa timu kuweza kupata matokeo mazuri, no doubt alikuwa bado yeye Dube anasimama kwenye ile eneo, na ndio huenda kawa kipengele cha yeye kuweza kupewa hicho ama kupewa hiyo tuzo kulingana na nafasi ambayo ameweza kuonesha ubora, lakini bado kwenye kile ambacho kinamfanya yeye kuwa bora kwenye eneo lake. Na kwa sababu kwenye idadi ya wachezaji ambao wameweza kupata tuzo ya mchezaji bora kwa upande wao, ngoja niangalie hapa kusudi kwamba nione na yeye amehusika mara ngapi, na pengine inaweza kawa sababu ya yeye pia kuangaliwa kwenye hiyo engo. Pia yeye amehusika kwenye miongoni mwa wachezaji ambao wamepewa tuzo ya wafungaji ya wachezaji bora kwenye timu yao. Ukiweza na Pacome amepewa mara 4 mchezaji bora, lakini Max Nzegere amepewa mara 3, Clement Mzize amepewa mara 2, lakini Stefan Ziziki mara 2, naye pia miongoni mwa waliopewa wawili Prince Mpumelelo Dube naye amepewa mara 2. Kwa nadhani kwenye issue ya wachezaji bora, lakini bado kwenye uchangiaji wa mabao kwenye klabu yao, na mimi inaweza kuwa vigezo pia ya yeye kuweza kuwepo kwenye ile nafasi. Yes, kwa upande mwingine Prince Dube namba imembeba kulingana na wachezaji wenzake ambao watenda nao. Prince Dube amewazidi wote, amewazidi magoli na pia amewazidi assist, na hata Prince Dube ni mmoja wa wachezaji mwenye nidhamu kubwa sana akiwepo uwanjani. Kwa hiyo nadhani na vitu kama hivyo navyo vimechangia yeye kupewa tuzo hiyo. Fair play. Yes, fair play. Haya, msikilizaji, na wewe ujumbe wako hapa kuhusiana na hiki na kupewa tuzo kwa Prince Mpumelelo Dube. Anasema anaitwa Neema Tarimu wa Mabwepande. Hao Simba hawana sababu zenye mashiko za kuacha kuleta mechi uwanjani. Mgenga wao amewaambia fanyeni mchakato wa kukimbia, mnafungwa magoli mengi, wametuogopa. Anaitwa Neema. Wapo vizuri sana tena, au TFF wasijichanganye, kama ni adhabu Simba apewe adhabu ili Yanga waendelee na mchezo.
Huyu anasema tawi la Simba mpira fitina Kerege Chama Bagamoyo, tuko kwa tawini kwetu tunawasikiliza kwa weledi. Dar es Salaam differential msemaji msaidizi tawi la Simba mpira fitina Kerege Chama Bagamoyo. Huyu anasema mimi naona Yanga na Simba huwa kuna chuki inaendelea. Hasa nilichowaza kila mtu ajenge uwanja wake, maana kwa Mkapa kila timu inatawala. Maana kama Simba alizuiliwa kutokufanya mazoezi yao ya mwisho, basi anaona ni vema Yanga wangeruhusu Simba kuingiza uwanjani na Mkapa kama faini wangepigwa wote kuliko mechi isichezwe. Kweli inaumiza Boy Chuga. Haya, huyu anasema anaitwa Ana kutokea Mbweni, yaani Simba walichokifanya kinachekesha sana. Wameona watumie mbinu hiyo kujiepusha na aibu walioona mbele yao. Huyu anasema Judith, usipate shida. Simba wamesoma kanuni, hakuna mahala panasema lazima utoe taarifa ya kwenda uwanjani, bali hilo takwa la Simba kusema au kutosema. Sheria inamtaka Simba kama mgeni kwenda kufanya zoezi lake. Ndio maana bodi ya ligi wameona Simba wanayo haki yao kimsingi, ndio maana wanasema mechi imeahirishwa mpaka hapo itakapopangwa. Baita Milwai. Huyu anasema Judy anasema mimi naona wote wana makosa, waadhibiwe mchezo kuchezwa. Anasema ukiongea ukweli watu hawapendi ukweli, kama wanaamini uchawi kwa nini wasiloge wabebe klabu bingwa? Bora hata ndugu yangu umesema hilo nalo la maana. Kumbe nyewe walogaji wazuri, mbona klabu bingwa inawashinda huko mechi tu chali? Wengine wakiishia robo finali, kila siku wanaishia robo finali. Kumbe vikuloga kunalipa, mbona mmeshindwa huko? Mpira wa Yanga na Simba hautabiriki. Sema mpira wa Yanga na Simba kwa sababu unakuta mtu kauza vitu vyake alafu mpira unaahirishwa. Umeumiza watu wengi. Huyu anasema hii ligi mwisho wa siku itakuja kufa staili hii. Ibra kutokea Bagamoyo. Huyu anasema usilaumu sana TFF, wenyewe ni Yanga na Simba. Hapo ngoma na Gwabora kushabikia timu za mbele ni Fredi Waziri Sheku Amba. Huyu anasema usilaumu sana TFF. Haya, asante. Ujumbe wake sasa, dada nasikia kuna shabiki alikufa Jumamosi baada ya kuahirisha mechi ya